Habari yenu bwana? Mwaje bro? Niko salama man. Habari, how have the last 2 weeks been? Yeah, been difficult. Crazy. Pole bana. Crazy man. Wadau poleni sana hatuku upload video last week. We had some logistical difficulties. Zenye unasikia tukisema kuna vitu zilikuwa hazikuwa zinaenda fiti. So ilibidi tu tumissio recording last week, but we're back. We are here to make it up. Yes, you're here to make it up. We hope hii leo tumekuja kujibambe. So karibuni sana. Thank you so much to the subscribers wanaongezeka. Keep subscribing, keep sharing, keep inviting your friends. Yes, thank you so much for all your support and love. Haya, kaende. Before tuendelee niko na mawaidha. Ndio najua jamaa kama if you're fortunate enough grandfather mashosho yako hapo alive. Mimi shosho wangu karibu aniue. Shosho wangu ameniambia niaje ngoja ndio ufike kuliwa na shoshi. Shosho wangu ameniambia simu yake storage iko na shida. Mimi nimeenda kwa ujuaji nimeanza kudelete my SMS gallery. Nika delete ya M-Pesa. Yeah, knowledge na nikidelete text. Nikidelete pesa. Karibu ni laani. So wacha ujuaji. Wacha kana storage zake. Usimsaidie. Mimi pelekea nyanya Atikia leo angidradi nimedelete do. Alijua sasa mimi nimesota hii kijana ingedelete maisha. Leo ni pesa ya chama. Gentlemen, nataka niwarudishie nyuma kiasi. Tumekuwa tukiangalia stories za relationship, madem nini. Tuliwa nataka tukumbuke our high school experiences. And ni kitu gani hiyo? Kitu gani hizo zinakuhusu about high school? Kevin, high school. Wewe tuende high school. Mimi high school man. Ilikuwa shule gani bro? Nilikuwa MFA. Please. Kuna watu wajui MFA. Full name. Sasa tunajulikana MFA kwanza. Then the official name. Jina ya kuchocha ni MFA. Jina ya serikali ni jina ya madem, Magaldem. Official name we force academy. Na hiyo academy sikudanganya. Hata si high school. Sikudanganya hiyo academy. Hardships were there in Galo. Location. Sasa niwaambie location ni high. Because tukisema huko ni high, si hatuko tunajiita ni high. Tuko tunaitwa na watu nje. Mlikuwa wapi? Islando masi. Kwa Mageto. East Koma Beast. East Koma Beast. Mpiga shash. Mlikuwa nasikia mnapiga shash. Mavela. Deadly. Ndio mati msome. Kuna boys yangu, kuna boys wetu wanaitwa Derrick, alikuwa atupea story ya MFA ya Mama Uji. We. Mama Uji. Alikuwa na apparently kulikuwa sijui kama Derrick alichocha. Ati apparently kulikuwa na factory ya mifupa karibu mahali. So usiku wakisiaga hizo mifupa kulikuwa kunanuka uji. Hapo sasa ati wase sijui wamekimbia, wameenda kusoma usiku. And then saa kininja fulani kikajua watu usikie kiarufu kia uji kitu saa 8. So ati alikuwa anavaa gunia. Ni gunia ama kiblanketi. Anakuja na kikombe hapo yuko. Kwa dirisha. Watu wakisoma uji, watu wanatoka. MFA. Mimi nilikuwa Moho high school. Sorry ni ukweli bro. Hiyo sikuacha. Ama ilikuja after. Hiyo story ya harufu ya nini mfupa. Hiyo imetusumbua hiyo. Ilisumbua. Solomon. Nyeri High. Tulikuwa tunajiita Kavao. Usiniulize Kavao inamaanisha nini. Kuna jamaa walikuja benchmarking, alikuwa principal wa shule nyingine. Akatuambia 50 years ago time alikuwa hiyo shule, alikuwa mzae. Akatuambia 50 years ago time alikuwa hiyo shule. Kuna vitu 3 huwa zichange juu hiyo shule. 2 sikumbuki, but moja alisema ni Kavao. Yeye alipata ikiitwa Kavao.
na aliacha ikiitwa Kavao. Tulipata ikiitwa Kavao na tuliacha ikiwa Kavao. But the school I'm talking about is the one and only Nyeri High School. Shule kubwa, shule ya uzito, shule ya mabazi. Shule wanachoma ma prefect. Wewe cheki hiyo story ilipita. Hii ilikuwa story ya 99. Mimi niliingia huko hivyo tu kitu haiku like huko hata no, you see the past is the past, we should forge forward. Sindio? Now let me make it easy for you. Ukitoka primary, expectations zako za kuingia form 1 zilikuwa gani? Okay, ngoja hujatuambia ulikuwa. Mimi nilikuwa Moho High School by the way. Subscribe. If you are in Moho High School. Moho High School. Yeah. Moho High School. Subscribe by the way. You are part of the family. Pia kama ni watu wote Gatondo, mtu wa Nyeri High, kama hujasubscribe, mali nitakupata, nitakupeleka Monyon ni kuwai 3 sec. Ulikuwa academy, ulikuwa private. Umempeleka Nyeri High. Hapa katikati expectations zilikuwa gani? I think ile expectation kubwa nilikuwa nayo, kwa sababu unajua private mnakaanga hapo hivyo, mmekaliwa, mnafukuzwa, mnaambiwa sijui muende daro, like mnakuanga tu mmekaliwa na walimu. Because tunaambiwa, you know, you people, if you do not study by yourselves, if you do not do ABCD when you go to high school, you will see a lot of problems, because in high school nobody will tell you anything to do. You will just be giving. Mimi hiyo freedom nilikuwa nasema ikuje tafadhali kuja. Hii kusumbuliwa hadi hawezi nini. Nikiwa Raima nilikuwa hakuna nini hata moja class hata moja, tulikuwa nafunzwa na mwalimu mmoja. So tulikuwa na mwalimu mwenye anafunza na wengine huku hivi kando wanahova kama nini. Kama mahongo zinakuja zikiwaangalia kama unasoma. So mi hiyo freedom nilikuwa yani kwa ufana fulani kwa Raimo kautiaji kaendelea seko Kamonto. So mi nilikuwa nataka hiyo freedom sana. That was my expectation kuingia high school. Mbongozi mimi bale nilikuwa nasikia science ni 3. Una cheese kuna biology unasikia kuna mpaka lab unapindwa science ni nini imekatwa. Nilikuwa ngoja kuona hizo vitu na story ya nini, na story sijui ya kujichagulia subjects. Unasikia ati mimi nitachagua kenye nitaka kusoma mimi. Kama mimi nilikuwa nasikia kuna watu wanataka mix ethanol kwa day. Mimi nilikuwa nangojea wanatengeneza hehu ni percentage. Watu wako funky, wako bash. Mtu wako preps lakini ako nyanya. Ako so mimi nilikuwa nangoja sana kwenda ku experience hiyo. Mimi nilishtua. Na hii story nisijaiambia wasi wengi. Mimi nilishtuka sana kupata bafu hazina mlango. Alafu chuo yetu ilikuwa blanda. Unajisema chuo yetu ilikuwa na milango kwa bafu. Bzi. Watu walikuwa wameiba mashawa. Kwani mimi nilikuwa academy? Ulikuwa academy. Watu wameiba mashawa head. Sasa prince akaangalia hii ku replace shower head haiwezi. Akeka mfereji. Mfereji na mwaga maji video ile vita mnapigana na maji. Sasa mimi ni form 1 nimenunua mageisha ma Protex nimeweka hapo. Alafu ulikuwa unatoa box vizuri. Ndio kuna soap dish wao moka. Nikaka box vizuri kanaka hapo. Kitu unaoga geisha. So umetoa manini kwa sabuni unje kwa macho. Belete mjikamo hivi, ukinua hivi. Nikipande basi. Msema kwa exchangeia. Msema kwa ile bafu nasikia na uma anaoga na madeto. So unajua umeoga hivi, unaenda kushika hivi, unaenda unasikia karuka kameisha. It's no longer geisha. We are no longer geisha. Unashinda niliweka chini ka oval, mbona nimechukua kiu. Umechukua kikiu. Nani kubwa. Ni kubwa hata si nizima na ingai. Nile ingine iko ya shika form. Kipande utaema ya jamaa, ilikuwa jamaa. Maze umeoga hivi, ulikuwa unaoga na deto kichwa poa. Okay. Kichwa unanuka deto, mwili unanuka kipande. So msi understand. Ndio unanuka kitu kweli, kipande ilikuwa na harufu. Unanuka plastic. Unanuka ushindi, unanuka Ken Poly. Unanuka ushindi. Alafu unajua ushindi liko na form mingi. Unajikama. Buda. Form 1. Form 1. The first day tuliingizwa kwa hall. Ma pep talk. Unaulizwa kama uko na sis. First day ma form 4.
mimi tuliulizokaa uko na sis. Funny thing sikuwa na sis ilikuwa advantage kubwa sana. Sasa mimi uko na sis naonekana amekuja kutembelea. Amekuja visit. Wewe ulikuwa wewe ongoa anaanza kumake best yao. Oh subiri. Aje na basi hapo sasa. Sister yako kofi. Afu na mara kuja kwa kampu kambo gani umpete kwa taster. Ana cheese. Kwanza usikia ati mnaishi huku sijui Thorn. Jamani. Ulikuwa na pesa yake anajua kuna maninja tulikuwa nao Raima. So walikuwa daro moja na sisi yangu. So nimeenda high school nimewaku. Bonga points. Nikaanza kuambiwa bonga points gani? Si nikaanza kuambiwa ati niwape namba ya sister yangu ngazo wasiwapei. Bro, umepeleka private huko. Hiyo shule nilionyeshwa shida na wasi. Bullying galo. Nilionyeshwa shida. Buda. Mimi by the way, mimi nataka kuambia na I want to talk to parents. By the way, kama mpe wako amekuwa bullied ile kidogo, usikimbie shule ku correct hizo mistakes. Hiyo ni part of life. Buda, mimi nilitembea na maembe kwa mfuko. Form 1 amenipatia maembe mbichi, ameniambia Buda. Form 4 amenipatia maembe mbichi, ameniambia Buda. Ndio tukipatana na wewe na ifinya kama imeiva. So tukipatana na yeye break time unafinya vinya bado hujaiva. So mimi mfuko wangu moja ilikuwa imefura. Unauliza na walimu. Si sasa sema nini? Walimu kuona si. Anafinya anambia Buda bado. But next week. Ni bully. Watu wako bully kidogo jamaa apigia pare. Hakuna. Maybe dad by the mzae penye huko. Acha tu nikwambie. Hizo maomo zote ni umenunua. Nilikuwa nakuilisha kilo ngapi? Nimefua nguo. Mimi sipendi kufua. Ulikuwa unavulishwa nguo. Nguo mablanketi. Ndio upewe. Kwanza mafonfonyo walikuwa na wale walikuwa wanamaliza maybe wanamaliza hiyo year. Wanakwambia ni aje? Wanakwambia January when fully hizi shirt ndakuachia. Nakuanga kutu hivi. Kole kuna jamaa fulani alikuwa anafanya distribution. Yeah. Alikuwa na shati ka 16. Alafu unajua nini cubicle moja ilikuwa na wase 6. Uninja anakuja akiwa amewekelea shati zake hapa. Alikuwa aitwa Jofo. Anakaa Jeff but Jofo high school Jofo. Jina mtaani. Alikuwa na bounce fulani and then alikuwa anakaa ana smile but amekasirika. Anakuja akiwekelea shati mwana. Ni ujue venye utamuosha hiyo shati na umpeleke uende uhand deliver ikiwa safi umeikunja vizuri nini. Akizivaa zikikuwa chafu anakuja tena. Hiyo kazi tulifanyishwa lakini ikafika place nikasema hapana. Kulikuwa ile style kwa dance ile ilikuwa dance na chupa ya soda moja funky zenu zilikuwaje majamaa? Ilikuanga celebration. Kuona skirt nilikuwa vitu crazy nikiwa form 3. Baadaye mademo wajii kenye tulikuwa tunapitia. Spray moja imeisha. Kulikuwa na shati ya funky. Kulikuwa na mimi hiyo iguzangu. Mimi nikifungua chuo nilikuwa kuja na shati ya funky, trao ya funky na sleeveless. Funky huko unavaa sweater. Na hiyo idi wangu iron home umepiga iron. The first thing nafanya kitanda. The first thing nafanya chora zile box. Kitanda ndio ilikuwa. Mimi nilikuwa piga pasi nikiwa ulikuwa ule msee. First thing nikiingia shule naiweka kwa box chini. Naiekelea vitu yote hivi wangu watu heshima. Watu wanaheshimu. Mtu hata akipiga box yako butterfly akute kuna kashati kingine anajua acha nipate heshima yake. Funky. Nadunga. TJ. Wewe ulikuwa TV TJ au ulikuwa TV? Nilikuwa TJ. Nilikuwa na Hanson. Sisi tulikuwa Hanson. Lakini kuna ya sweat. Shule za Nairobi mlikuwa mnavaa TJ. Sisi Hanson zote kukiwa na funky hazikuwa shule. Zote zilikuwa zinaombwa zinaenda. Unakuta Temple Road kuna watoto 200 wa Nyeri High but wote wako na kiatu moja. Kama funky ni kesho unapata usiku kwa dom hivi nikasweat. Na kasweat. Wanaomba na sweat. Jamaa yegedu ikauke. Tulikuwa kupiga pasi na battery. Battery ya torch. Tulikuwa na pasi tuanze hapo na mna roll hivi sasa. Mlikuwa na battery mnafanya nini? Za kuiba kwa lab. Anything for the ladies. What ilikuwa necessary ya phantom.
Sisi anything for the lady. Unijamishe. Sisi hakukuwa na kitu kama ni tochi kwa shule. What? Mimi kuna swali kuna kitu sikuelewa tukiingia form 1. One of the requirements ya shule ilikuwa hockey stick. Mimi nilikuwa ashindwa. Kwani hii shule ni kubwa aje? Kila mtu anacheza hockey. Hata mimi by the way mimi ile kitu Maharaja ni ball. Unajua na cornet. Mimi nilipeleka ball ndio nilikuwa najua hiyo kitu napenda. But unaona nikisoma hiyo kitu unaona kila mtu anafaa kama na kitu. Ndio kwa nini shule ni kubwa aje? Hadi si wewe unakuwa na ball huko. Kumbe tukifika hivi upeano unasahau. Hiyo ni mali ya shule sasa. Na usipoleta unarudi huko. Mimi kitu ilikuwa inanikarudi hapo kwa funky kidogo. Kuna kitu ilikuwa inaitwa flare. Baba Colombo, Y pocket baba. Colombo Buddha na buckle belt. Trao ya shule ya horse. Trao ya kila siku ilikuwa cornet. Trao ya funky ilikuwa flare. Alafu ilikuwa inaitwa Colombo. Ile belt fulani ilikuwa na buckle itoshana hiyo. Ya funky Buddha. Ile buckle kwa hiyo unakumbuka ile buckle ya kibul. Alafu kulikuwa na kitu fulani walikuwa kudanganya na majina. Mimi kama mimi nilikuwa na nikiona dem suku ameniaje? My name is Paul Smith. Nilikuwa julikana kama Paul Smith. Paul Smith ni type ni mtu. Acha nikurudishe nyuma. Kulikuwa na hii aspect ya kuandika madem letter. Ama demo wajui kulikuwa na mse class akona handwriting fit. Mmoja colleague. Yeye alikuwa anachonga kila kitu. Mistari zangu ndizo hizi but hii handwriting yangu itaniweka chini. Exactly. Kila mtu alikuwa na ka exercise book ka nini? Ka kudraft. Ivoni mse angekuwa anatuchallenge angekuwa make it mbaya angekuwa Jeff Bezos. Mimi nilikuwa mse wa colleague. So mimi envelope zote shule zilikuwa zinapitia kwa mikono yangu until boys wangu fulani anaitwa Alan na kijana mwingine mpiga picha anasumbua Instagram sana anaitwa Boni. Wakakuja sawa kwa nyuma. Boniface Kioi unajielewa kijana na Alan Irura. Hao sasa wakakuja wakatake over mahali nilikuwa ni Stephanie inaka Stebani. Nilikuwa nachora hizo colleague. Akina Alan walikuja wakapeleka game. Buda hadi wanachora watu sasa. Wanakuchora hii side ukirushia dem kandege hii side nyingine envelope. Sasa kuna and then hapa katikati amechora jina. Wali step up the game nikawaambia cheki mimi nimeinua mkono and then kulikuwa na dealer wa writing pad. Wallahi sio alikuwa anatuuzia vitu bei. Jamaa by writing pad. Mtu anakuja na writing pad. Ziko zinauzwa live. Live gani? Walikuwa academy tafadhali. Wacha watu wa ghetto waongee. Writing pad hatuwezi buy. Acha nikwambie writing pad kulikuwa na watu kaa 4. Dealers. Umse ako na ka stock hivi. Alafu unajua hiyo booklet moja ilikuwa 40 bob. Exactly. Na ilikuwa na sheets ka tuseme sheets ka 80. Anauza paper 2 5 bob. Umse ile markup anaunda hapo hivyo. Actually ilikuwa paper moja 5 bob. Envelope 5 bob. Ni buda kuna time nilikuwa nangangania dem na best yangu fulani nilikuwa na Vincent Ajakite. Jamaa alikuwa jobi. Na msema nilikuwa nangangania naye dem ni wajua na mshindanga. Nikaona huyu ni juu. Ukatuma results na madem. Nikajua mimi hapa niko chonjo. Ukachomea mabesti zako. Ichomeke. Kuna moto ulizangi maji chafu. Ichomeke. Let it burn. Pen pal. Wewe ulikuwa watu wa pen pal. Una pen pal hivi mazo unasema wow. Hapa nimemake. Nyinyi wala wasema mlikuwa mna receive hizo envelopes za yellow. Exactly. DHL. Unaitwa parade. Hapo si yetu tulikuwa kwa parade. Unaruka hivi unakaa. Alafu unajua parade kuna kuvaa sandals, umevaa ka socks ka white. Ile socks ilikuwa ni kama Nike. Unaruka na hivi stairs ukiendea DHL. Pen pal is a pleasure to meet you. Wapi nimeimuona. Alikuwa anaitwa aje hata unakumbuka jina? Kumbuka. Sisi tulikuwa na some very funny teachers. Nakumbuka tulikuwa na deputy fulani alikuwa mfupi. Watu walikuwa wanamdharau. Nickname yake ilikuwa tu like jina yake saa Kikuyu wanaimake kadogo cause ni mfupi. Alikuwa ana feel tu amedharauliwa. So sasa alikuwa anapenda kusema kijana
nitakutuma nyumbani. Unajua nikikushapa unasema na kuonea, nikikuasha unasema na kuogopa. Sasa nifanye nini? Ndio alikuwa anabonga. Sasa unajua nitakutuma tu nyumbani. Solomon, sasa sisi tulikuwa na nitapigia baba yako simu. Alikuwa anaongea hivyo, lakini sasa akimaliza anavuta kimate. Anakuja hapa baby. I don't joke with fight. I love the ice cream. Sasa angekuja kukuamsha asubuhi. Wake up. Unasikia kama unaota. Hiyo sikira kujenga yani. Alafu mamodi kama alikuwa na macheo. Walikuwa sasa unasikia huyo wetu alikuwa nini? Alafu kulikuwa mwingine alikuwa anaita Kemau, jina lake lilikuwa Kamau. Alikuwa tu na jokes za ujinga. Alafu alikiona amcheki anaanza kuwafanyia hivi. Na kutamsimama. Anakuja tu anakuta kiguru kia studio amesimama time ya games hapo. Kuja anasimama na nyinyi, anaomekia juu kia ujinga nyinyi wote mko live. And for me, don't jump on things like story and bicycles. but kitu mimi nilimaliza ni the personalities, the different personalities nilipata nazo high school. Unajua unapata na mse wa hii area. Tumeka hivi ilikuwa daro ya English. Nilikuwa na best yangu stamtaja jina. Unaongelea time ya kusoma nini? Like set book, unasoma paragraph. Like kila mtu line. Best yangu soma hivi. Then there was this party and they started serving champagne. Champagne ni champagne. Hivi niko na I belong here. Hapa na shine. Jia personalities. Sasa kuna watu walikuwa wanatoka sasa far. Mbali Turkana naelewa. Manze na kumkatulikuanga na wall tulikuwa tunaandika wasa wanangoa. Sasa mse alisemanga hombo date. Hombo date. Sisi ungengoa ujulikane shule nzima. The next school magazine uko pale. Kuna kijana alisema aliita dem Elizabeth. Alikuwa anaitwa Tomete. Alikuwa jaribu kuuza gangster boy. Yo, Elizabeth. What's up? Elizabeth alikuwa wa Nyeri Baptist na alikuwa basketballer. Alikuwa na afro. Ukiwonga na Elizabeth akamwambia nimepoteza kisha dua yangu. Talking of which, nili kwa mwana. Waje nikwambie. Hiki erere ati kwa mwana mwana msichana mrembo. Mimi nimetembea na msichana. The whole day. Ai form 4 alinipata kitu saa 8 hapa. Wewe form 1 enda uchukue mattress. Aishachomeka. Masa ni baada wanue mattress. Aishachomeka. Kama kulikuwa tabia mbaya ilikuwa inaitwa mpaka demo naangalia. Ani ashaamini mazemu unyora bebe. Kuslaisiana high school. Yaani hivyo na ndio niliachama form 4 day na yeye. Hata hapo unajua hata uongeangi. Unapotaka kuona unaenda towards dom. Bapo ndio ilikuwa sisters kulia. Bapo ilikuwa mixed, hao walikuwa sisters na brothers pamoja. Tuendelee show. Mko mnaenda show ni juu sisi bila kukata time yetu tukienda show. Ulikuwa unaingia hivi show ya Nairobi. The first thing iko kwa akili yako ni DS. Ilikuwa na was something wa weru 10,000 watts. Wasi agriculture wapenda kwa kuona ng'ombe. Wanaingia DS saa 3 asubuhi. Watatoka huko 6 basi kiguruma. Wakati sisi hatuko tunaenda show. In fact, this is the funny thing. Nyeri High mali located. Hiyo land inaoniona kapo. So kama hii ndio hiyo land, shule yetu iko hii side, Kafiro ine mali show ina holdiwa iko huko. Unataka kusho wasee wako wanahepa, wanaruka fence, wanaenda kwa field, wanapitia huko msituni, wanaenda wanaingia show. Bro, tukiwa form 3 kuna siku watu walihepa. Kuna siku watu walihepa shule ya mtu 700, mtu karibu wa Nchwani wakahepa chuo siku moja kwenda show. Mtakosa aje kujulikana? Mko watu 150. Mnatoka shule.
yani hadi ule watchman hiyo gate ya nini juu walienda wakamchocha ati awache wapite but walikuwa mbogi kubwa kuna kitu wangedu venye tu waliruka alikimbia akaambia boarding master kuna group ya watu kama 200 wanatoka njaa ilikuwa na watu juu aliona watu 200 walinipita atoto honestly alienda akawanika kujifungia wanaume walikuwa kama after ya tamu na kuambia tu ile vita ilikuwa hiyo shule for the next 2-3 weeks. Kuna jamaa fulani sahi he's a very big leader in this country. Tunataka kuambia position ile ilikuwa dynasty. Alikuwa MCA the last time alikuwa MCA. Ni dynasty. Alikuwa best mate yangu. Hiyo siku si sasa yako part of hii group yenye inatoka. Akajua mimi sitashikwa kama watu wengi. Akajiprepare. Kaenda akachukua sweta kadhaa. Sweta moja akaweka akajaza manguo akatengeneza kitu ikakuwa kifua hii tumbo akachukua sweta nyingine tulikuwa tunavanga sweta kwa kichwa unajifunga karafat akachukua sweta nyingine akaiweka ikakuwa kichwa akajua modi akiangalia atajua huyu kijana amela alikuwa shaona busy ya mannequin hadi sasa na akaipanga vizuri hadi akaweka imedozi hivi Udo wa kwanza akakuja venye waliambiwa sasa akakuja akainspect akaona hapo kuna mtu akaishia. Udo pili wewe ndio. Ndio anakuja anaangalia. Akala, "Hey, mwalimu, the boy does a downstairs." So watu kwa dom wanajifanya wamelala juu sasa unajua muda ameingia kuinspect. Tu wajifanya mmekimbia watu wanajifanya wamedoza hadi unaanza kungorota unasikia the boy does a downstairs unaanza tu kucheka. Sababu ndio walikuwa na hizo mashida ndio walikuwa wanapata maswala. Ndio walikuwa na get kila kitu. Mimi nakwambia the next 2 weeks ilikuwa ni cup the purge hiyo shule. Watu waliona shida. Mimi kuna tunataka kuuliza. Mlikuwa na boiler nyingi? Si boiler yetu ilichapa after 2 weeks na hiyo story kwa sababu kuna boiler mazee ilifika mahali napata wasio wanaoga hapo ndani. Sasa usafi ni usafi. Shule yenu mlikuwa comfortable kuandeze in front of each other. Brother, music ilikuwa kitu crazy sana. It was something ametutoa haraka very important. Ametoka hapo hivyo hata hajataka tuongelee matipi. Hapo ndio tunataja matipi. Mimi matipi walikuwa ni moda. Walikuwa wamekushia shida. Mimi nataka kuwaomba kama wewe ni rafiki yangu, if you're watching this video and you are a student wa Bachelor of Education, unaenda kwenda teaching practice mahali, tafadhali nakusihi kwa umevaa handkerchief kwa moyo mkunjufu usivae handkerchief, ama kama wewe ni kijana pia hurumia wasichana. Manzi watoto wanaumia na matipi. Mimi hao watu kwanza wa English. Kevin ndio alikuwa ananiambia story ya nini TP wa English. Mimi mmenikumbusha. By the TP hiyo sio practice. Nawaambia TP hiyo sio. Unajua TP ni tissue. Teacher of practice. Hiyo si practice. What were they practicing? Hiyo si practice. Ni kutumaliza. Mlikosea. To finish up ulikuwa umetaja music was the thing. Music was the thing. Kuna ile ngoma ulikuwa unasikianga hata kama ulikuwa na mahali unafua. Unajua uko tu hivi mbio hadi DH kudance hiyo. Kwenda kusikiza hiyo ngoma gani? Mimi je environment nilikuwa na karege fulani. Allah. Agimdagiri on buta na kakisa stand up in a Babylon and represent the year. Oh my gosh. Right from wrong. Hapo katikati hatujui words. Mimi kuna wimbo nilisikia on my very first funky nikiwa hiyo shule. 2 weeks after nijoin. Ya kutesa ile unafanya unasikia. Kwanza nakumbuka hiyo time tulikuwa tunatembea na msichana fulani ya kutesa. Alikuwa anaitwa sijui sitataja jina yake. But hata najua hawezi kumbuka na like mama Kenny. When we were seated in the hall with her, there is a song that played that hadi wa leo huwa naiplay nasikia. Yes, seated in the hall.
si sasa tulikuwa kwa hall sasa ilikuwa bushi hall everybody swiftly come on aya nigga who are these beast from the east. So tulikuwa kwa hall ilikuwa I think maths science contest. So jioni si mmekaa kwa hall mnangojea kuja kupewa results. Congress imeisha. Ilikuwa science congress actually. Ni masaa ya kucheza. So kuna ngoma ilikuwa official wa science. Msiongee vibaya. Alafu hizo shati zao huko kwa kola zilikuwa zina vitu zimevura. Sio kama wako wanakaamua vizuri. Kaenda huko. So ilikuwa shati za Cornet hiyo kampuni ifungwe. Shati zimevura. Shati kola ndio kitu muende home. Cornet. Kevo, shati kuna mapimpo mzungu kwa kola. Alafu kuja si moja niwaambie ngoma nilikuwa na band. Mengue. Ni moja niwaambie song nilikuwa na band. Ngoja niwaambie song nilikuwa napenda. Mtasikiza hapo mtasikiza. Tunasikiza. Wimbo ilikuwa ya jamaa anaitwa Noch. Na hadi leo sijui kama huyu jamaa kuna ngoma nyingine ilikuwa inaitwa Nogoso. 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 Hapo Nogoso. Alafu naenda helicopter. Hivyo ulikuwa unamkalisha mimi yangu ilikuanga Real Warrior. Ilikuanga msento Anthony B. Hands up for the Real Warrior. Real Warrior. Real Warrior. ile bakole ya horse mzee. Kuna dance ilikuwa inaitwa kiuno. Mpaka unaweka hivi Buckle shake. anything for the ladies. Look where we are. Hao academy walikuwa inaita buckle shake. Sisi tulikuwa tunaita kiuno. Sisi watu wa Kiambu na Nyeri. You kilikuwa wipo. Buckle shake. Oh goodness. That's almost. Acha ubuyu. Usituletee ubuyu. Tukimalizia, what is one thing about high school experience yako that una apply and design? That one thing yani unaona like by the way, ikitu I didn't go through it just for vanity as in bado na design. Personally for me nilifundisha kuishi na different watu tofauti. Different kinds of get people. personality. Mi kubali wase bila nakaa. Juni limit wase yani uko like by the way umse nikimjudge ama kimjudge tuko na home safe for a whole second time. Alafu unajua the interesting thing ni ati ulikuwa unamitoa say unashindwa guy umsili. Ametoka wapi? But sahi some of those guys cause you know them like the things exploits wanatuko kwa wale unajua wenyewe umsave nilikuwa namjua kabla ajue zile vitu ajua sahi and the person amekuwa like usiwai judge msee by the way msee anaweza kuwa ametoka the remotest part of the country but umsee ana change world exactly hapo na agree. I think ilikuwa na appreciate environment. Juu as much as nilikuwa academy venye nataka kusema the environment around it was haikuwa suitable. So tungekaa class harufu ya mifupa sijui nini gunshot usikie gunshot usikie mmoja anakuja asubuhi anakuambia mtu aliuliwa kwa ploti mama uji ndio huyo. Nani alikupa historia? Mama pole So mimi nili appreciate kuishi na appreciate my environment wherever I am, hata nikiweza postiwa wapi niko comfortable na just haraka. So environment really na Amani is his environment. So because right now niko hivi juu ya environment. There is a type of way mimi kuwa because I was shaped by me usema like what from my own experience I think that high school shaped me into the person I am more than campus did. I agree. Same. Campus just found an almost finished product and polished. Yeah, polished. But high school shaped me into the man I am. Yeah, kuna values, exactly. Nikakauka, nikajua how to interact with different people, financial, nikajua exactly balance 500 second term 500 bob second term magai. Unajua hadi leo mimi uka hivi nakumbuka nikipewa 300 sijui 500 na shindo miezi
hadi leo miuka hivi nilikuwa survive aje na miezi Wazi zao gani? zao gani Zao ilikuwa crazy. mimi nakumbuka kuna time found by your parents. mimi nakumbuka kuna time nilikuwa nasimama hapo nje ya canteen Mzee ndio fair kwenda home. Uko fair? Manzi. kuna Na ujanganya nilikuwa nasimama nje ya canteen mzee akitoka ni Bob mzee akitoka tulikuwa ka group ni Bob ni Bob inafika 11 Bob unachukua mkate yako unaenda unaishia Mimi Nakumbuka story ya fair nimekumbuka kuna jamaa fulani aliulizwa na Kiswahili tuko pale kwa ka phone booth watu wanapigia wazazi sasa tuko karibu kufunga chuo form fulani form fulani kulikuwa na booth but ilikuwa ile booth yenye mnanini hadi na kijiko na kutabu bro kama unafea utapiga tracks sasa ninja and then hiyo phone ilikuwa inasikika very loud hata ukiweka kwa masikio watu wako around watasikia mzae aliuliza kijana aliuliza na alikuwa msetu wa Nyeri jamaa akamwambia ati unajua mzae anamwambia na Kikuyu tunajua mzae sasa ni tunafunga shule kesho kesho kutwa na sina fare nilikuwa nataka unitumanie pesa nataka how much akasema 500 aliulizwa na Kikuyu koroka nado alikuwa unakuja na ndege jamaa aliulizwa kwa hiyo unakuja na ndege bila kuambia alikuwa form 4 tulitoka si wote hapo hiyo wakati tuliishia like tulikimbia tukicheka juu pia utaki kusimama umcheke hapo yote umzeni iliishi hapo ama pero wajuangi vile ndio ni hapana Oda tu ni Oda ni jokes but pesa ni kitu ya maana na si dao tano kitu tu sawa kadhaa tu kanaweza kwenda kuna dance ya points man buda wasee yenyewe tumeshukuru sana nimelana lot from you hizo experience na najua bado tujaenda tujamaliza so kama mafuta taa kwa food ati ndio tusiacha niachia mafuta kila mtu mwenye alikuwa boarding school anajua mafuta taa ilikuwa nini so kama tungekewa acha niachia ndio tulikuwa bado na ujinga sio watatuambia tradition mafuta taa ilikuwa mafuta taa ilikuwa hapo kwa comment section ilikuwa kukill nini please tuendelee tunahitaji clarification naka wewe ni mwalimu ama administrator chuo tafadhali tuambie mafuta ya taa huwa nani aliwafunza hiyo kitu nani aliwafunza hiyo kitu hiyo ni kitu moda yani ni poison iko na mafuta taa ni shida plus shida so guys enyewe tuna appreciate sana thank you so much 322 guys manze tuna appreciate sana na najua mtaendelea kuongezeka in the name of God. Amen. So tumefunga show and then and see you next time. See you next video. Sana.